Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapa tuko na wanyama wawili. Tuko na mnyama wa pori, tuko na mnyama ambao watu tafuga. Tuko na pig na tuko na warthog. Zote ni haramu kwa dini ya Uislamu. Sawa. Hukumu ya ngiri, pori, warthog na nguruwe katika Uislamu. Zote inasemekana ni haramu kulingana na mafundisho ya Kiislamu. Sawa. Kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu, warthog au ngiri pori na nguruwe wa kufugwa pia wote wana hukumu moja, ni haramu kula. Sababu ya haramu yao: warthog ni aina ya nguruwe wa porini, familia moja na nguruwe. Katika Uislamu, kila aina ya nguruwe, iwe wa kufugwa au wa porini, ni haramu. Dalili kutoka kwa Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ameamrishiwa juu yenu maiti, damu, nyama ya nguruwe na kile kilichochinjwa kwa jina isiyo la Allah. Hiyo unapata Suratul Baqara sura ya pili 172. Pia kwa Suratul Maida 53 sura ya 5 aya ya 3. Aya hizi zinataja nyama ya nguruwe kuwa jumla bila kubagua aina. Kauli za wanachuoni au kauli ya wanazuoni. Wanazuoni wote ijmaa wamekubaliana kuwa nguruwe wa kufugwa ni haramu. Ngiri pori, warthog pia ni haramu kwa sababu ni katika aina ya nguruwe. Umesikia? Mtimisho: pig nguruwe haramu, warthog ngiri pori haramu. Hakuna tofauti ya hukumu katika yao katika Uislamu. Wote wamekubaliana, wanachuoni wote wamekubaliana, Waislamu wote wamekubaliana, mpaka ule mjinga amekubali, mpaka ule mrevu amekubali, mpaka ule anaona amekubali, na ule pia haoni amekubali. Dalili zaidi kutoka hadithi. Maoni ya madhehebu 4 yote itiko hapo. Wacha tuende kwa dalili za hadithi kuhusu kuharamishwa kwa nguruwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hakika Allah na mtume wake wameamrisha uzaji wa pombe, zoga, nguruwe na masanamu. Unasikia? Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema imeharamishwa pombe, zoga na nguruwe na msanamu. Ani pombe kukunywa na haramu, kukula mzoga kitu ilikufa ni haramu, nguruwe kukula ni haramu. Alafu msanamu, mtu ambao unachonga wewe unaweka picha. Msanamu ni picha au ni kitu umechonga umeweka kwa nyumba, ni haramu. Ikiwa kuuza nguruwe ni haramu, basi kukula nyama yake ni haramu kwa nguvu zaidi. Hadithi imekataa, aya imekataa. Hiyo iko strong, hiyo hakuna kubagana hapo. Hadithi ya urahimu wa wanyama wenye meno makali. Okay, Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume wa Allah ameamrisha kila mnyama wa mwituni mwenye meno ya kushambulia ni haramu. Yes, so jue wale pia kuna nini kali ya kushambulia pia ni haramu. Aya, wacha tukuje kama dhehebu ya Hanifa. Nguruwe ni haramu kabisa. Ngiri pori, warthog ni nguruwe wa porini haramu. Hakuna tofauti ya aina, zote ni wamekubaliana na hivyo. Malik the same tu. Malik amesema nguruwe wote ni najis na haramu. Warthog katika jinsia ya nguruwe haramu. Unasikia? Hanifa, nguruwe ni haramu, warthog pia haramu. Alafu hata tuende kwa dhehebu ya Hanbal, pia anasema haramu, nguruwe pia haramu. Wote wamekubaliana kwa kauli moja ni haramu. Mpaka huyu wangu wa kwanza naitwanga ni Hanifa leo umekubali pia ni haramu. Yeye unajua iko vitu nyingi amesema haramu, amekubali haramu. Kwa short list
nguruwe pig haram, ngiri haram. Hapa hakuna kubageni wala nini. Kwa Qur'an, hadithi na Ijumaa ya madhehebu wamekubaliana na kila kitu, nguruwe ni haramu. Hapa hakuna kudiscard kitu yote, wala hakuna kuongeza wala hakuna kupunguza. Kwa wale Waislamu kichwa ngumu, kwa wale Waislamu maji, kwa ile Waislamu wataka kusikia, kwa ile Waislamu wanajifanya wajanja, nguruwe ni haramu kwenyu. Kufuga, kukula ni haramu. So nguruwe pia ni najis. So pia usikuzwe nguruwe, asiguze, ni najis kama umbwa. So nguruwe imewekwa kwa najis kama umbwa pia imewekwa kwa najis, na umbwa pia malaika ingie kwa boma yako. Nguruwe pia imeingizwa kwa sanamu kama hizo pombe, vitu kama hizo. So Waislamu kichwa ngumu, Waislamu kula yote. Umesikia?